Tukiendelea ni kwa kansela anayekuja Ujerumani amekuwa akielezea mpango wa serikali yake ya mseto. Friedrich Merz wa chama cha Conservative Christian Democrat ameahidi kuunda utawala imara ambao Ujerumani na Ulaya zinaweza kuutegemea. Hapo awali nimezungumza na Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa masuala ya siasa aliye Ujerumani, na nimeanza kwa kumuuliza kuhusu kikao cha hapo jana kilichoendelea kwa zaidi ya saa 13 iwapo kilikuwa na tija haswa baina ya vyama vinavyotarajiwa kuunda serikali ya mseto. Mkutano huo ulikuwa ni kwa ajili ya kuelekea kupata makubaliano ya serikali ijayo ya muungano. Kwa hiyo ndio maana ni mkutano ambao ulichukua muda mrefu, kwa sababu kama unavyojua katika hizi siku chache zilizopita kumekuwa na hivi vita vya kibiashara upande wa Marekani. Kwa hiyo hivi vita vya kibiashara na kuongeza ushuru kule Marekani kumefanya pia mazungumzo haya ya kuunda serikali ya muungano hapo Ujerumani kuchukua muda mrefu sana, kwa sababu ndio maana jana ilibidi wakae muda mrefu kwa ajili ya kufanya makubaliano ya mwisho. Makubaliano hayo yametangazwa sasa hivi kwamba sasa hivi vyama viwili, actually ni vyama vitatu, ni muungano wa Kiafilina wa CDU na CSU pamoja na hiki chama cha SPD. Kwa hiyo muungano huu umekubaliana kufanya serikali ya muungano. Kwa hiyo muda si mrefu hapa wametangaza sasa jinsi serikali hiyo itakavyokuwa na vipaumbele vya serikali ijayo. Zaidi ya uchumi, hapo awali kulikuwa na kutoelewana kwa vyama hivi. Kutoelewana huko kulikuwa kwa misingi ipi? Kwa mfano kwenye upande wa sera ya uhamiaji, swala zima la uhamiaji lilikuwa ni swala tete, na hivi vyama vina misimamo tofauti. Hawa waafidhina wanataka kubanwa kwa mipaka, wanataka kuwarudisha watu makwao, lakini hiki chama cha SPD kinataka kufanya hizi kubadilisha sera za uhamiaji na kuweka sera ngumu zaidi kuliko hizi zilizopo. Kwa hiyo vinatofautiana. Ukija pia kwenye swala zima labda la uchumi, kwa mfano hiki chama cha SPD kinataka watu wenye vipato vikubwa wakatwe kodi kubwa, lakini hawa waafidhina hawataki. Kwa hiyo kuna utofauti tofauti kama hizo ambao umefanya mpaka majadiliano haya ya muungano kuwa na kuchukua muda mrefu kwa ajili ya kupata mwafaka. Kwa hiyo kila chama kimepata baadhi ya kitu na kimeachia baadhi ya vitu. Kwa hiyo ndio compromise hizo za kisiasa. Sasa kufahamu zaidi, labda tuelezee zaidi kuhusu mifumo ya uchaguzi ya Ujerumani, hasa tukiangazia kuwa hivi sasa upi mstakabali wa Ujerumani ikiwa kuwa hata baada ya uchaguzi tulioona mwezi Februari bado Friedrich Merz hajaidhinishwa kama chancellor. Mifumo ya huko Ujerumani huwa iko vipi ndipo aweze kuidhinishwa? Ni vigumu sana kwa chama kupata zaidi ya 50%. Kuna vyama kama 5 hivi 6 ambavyo vina nguvu. Kwa hiyo hivi vyama ugawanya kura. Kwa hiyo ni ngumu sana kupata mshindo moja kwa moja katika siasa za Ujerumani. Na ndio maana hapo Ujerumani mara nyingi chama kinachoongoza inabidi kiifanye muungano na chama kingine. Kwa hiyo ndio maana sasa, kwa mfano kama tokea uchaguzi ulipofanyika Februari 23, imechukua takriban wiki 6 mpaka hivi vyama viwili kukubaliana sasa kuja na serikali ya muungano. Kwa hiyo wakati vyama hivi huwa ni vyama vinachukua muda mrefu kupata makubaliano. Kwa hiyo sasa vinapopata mwafaka na kuja na mkataba wa muungano, ina maana sasa hapo ndio kansela anaweza kupitishwa na bunge la Ujerumani. Vilevile hapo awali umeweza kugusia swala la ushuru wa Marekani kuchangia katika uamuzi ambao tumeweza kuona na baadhi ya hatua ambazo zimeweza kuchukuliwa. Umechochea kwa kiwango kipi? Tumeona katika hizi wiki chache zilizopita au tumeona hii serikali mpya ya Marekani imekuja na sera nyingi mpya ambazo zimeshtua washirika wengi wa Ulaya. Kwa mfano kuna hizo kodi, ushuru wa forodha ambazo nchi za Ulaya zimewekewa, lakini pia tutakumbuka kwenye upande wa ulinzi. Hawa watu wa Ulaya walikuwa wanategemea wa Marekani kulindwa kupitia ule muungano wa NATO, lakini tumeona kwamba Marekani imeanza kujiondoa polepole katika kuilinda Ulaya. Hii serikali mpya imebadilisha sera nyingi sana. Hata kwa mfano kuelekea hivi vita vya Urusi na Ukraine, imeonekana kwamba Donald Trump anataka kupata makubaliano na Urusi, lakini kama amewaacha washirika wa Ulaya pembeni. Kwa hiyo sasa haya yote ambayo yanaendelea huko Marekani na hapa barani Ulaya yamefanya pia hii serikali ya muungano kuangalia sana ili pia swala la ulinzi. Tukimalizia tu sasa hapo kwenye hizo changamoto katika bara Ulaya, Ujerumani ni mojawapo ya mataifa yanayoangaziwa kuwa na uongozi dhabiti. Hili unalitathmini vipi chini ya uongozi huu mpya unaotarajiwa, huku tukishuhudia mizozo
mbalimbali ya kimataifa na hata mingine ya hapo Ujerumani. Tutasubiri kuona mawaziri watakaochaguliwa. Tunasubiri kuona kwamba watu na pia sera ambazo zitachukuliwa na serikali hii mpya. Kama ulivyosema, Ujerumani ni nchi yenye uchumi mkubwa barani Ulaya, ni nchi ambayo pia ina watu wengi katika Umoja wa Ulaya, ni nchi ambayo kama kukiwa hakuna serikali, ina maana ni kama bara la Ulaya, yani hamna kiongozi katika bara la Ulaya ukiachilia Ufaransa. Kwa hiyo hata barani Ulaya hapa sera nyingi waga ni makubaliano kati ya Ujerumani na Ufaransa. Kwa hiyo kwa Ulaya kuona kwamba sasa serikali inaenda kuundwa Ujerumani ni kama pia pumzi imeshuka sasa, kuona kwamba sasa Ujerumani kansela mpya atakuja, serikali mpya itakuja na kuweza kutatua changamoto zinazoendelea barani Ulaya. Naam, huyo ni Dr. Harrison Mwilima, mchambuzi wa masuala ya siasa, akihitimisha mazungumzo na mwenzangu Sarafina Robi. Tuelekee nchini Uganda sasa, ambapo inasemekana kwamba wabunge wa chama tawala nchini humo na baadhi ya wale wa upinzani wamepokea shilingi milioni 100 za Uganda kama zawadi kutoka kwa Rais Yoweri Museveni kwa kile kinachoelezewa kuwa ni kuwashukuru wabunge hao kwa kuwa na tabia nzuri. Hata hivyo, chama tawala cha NRM kimekanusha madai hayo. Mwandishi wetu wa Uganda Shuaib Ibrahim na ripoti kamili. Madai hayo yamezua mjadala na dhoruba ya kisiasa miongoni mwa raia nchini Uganda, huku baadhi ya wabunge wakithibitisha kwa vyombo vya habari nchini Uganda kuwa wamepokea fedha hizo. Wengine wamesalia kuwa kimya na baadhi yao kudai fedha hizo ni kwa ajili ya kusaidia kupiga jeki mipango ya serikali katika maeneo yao. Lakini akizungumza na BBC kwa njia ya simu, msemaji wa chama tawala cha NRM Emmanuel Dombo amekanusha madai hayo. The party has not dispensed any single shilling. Chama hakijatoa hata shilingi moja kwa wabunge na hatuna uwezo kufanya hivyo au kukusanya kiasi hicho cha pesa kinachozungumziwa. Kwa hivyo, sijui kama ni ukweli wabunge walipewa kiasi hicho cha pesa, na hata kama ni ukweli, sijui nini chanzo cha pesa hizo na nani aliwalipa. Indeed it is true, from what source and who paid them. Inaarifiwa kuwa wabunge wa chama tawala walipokea fedha dola 27,000 kila mmoja kutoka kwa ofisi ya rais, na wenzao wa upinzani wakizipokea katika majengo ya bunge. Hata hivyo, bunge nalo limekanusha madai hayo, huku kiranja wa bunge Hamson Obua akiyataja kama ya uongo. Tukio hili linajiri huku bunge likitarajiwa kujadili kuhusu mswada wa sheria ya UPDF pamoja na kufanya mageuzi katika sheria ya kahawa nchini Uganda. Wadadisi wa masuala ya kisiasa nchini Uganda wanadai marupurupu hayo yanalenga kuwashawishi wabunge kuegemea upande wa serikali. Sheria ya UPDF inalenga kuhalalisha raia wa kawaida kushtakiwa katika mahakama ya kijeshi baada ya mahakama ya juu kufutilia mbali mamlaka ya mahakama hiyo ya kijeshi. Katika miaka ya hivi karibuni, bunge limeshtumiwa kwa kutumia kiasi kikubwa cha fedha za umma kuwanufaisha wabunge. Mwaka 2017, kila mbunge alizawadiwa milioni 200 za Uganda katika hali ya utata ili kufidia gharama zisizotarajiwa ambazo walipitia wakati wa kuifanyia mageuzi katiba ya Uganda na kumruhusu Rais Yoweri Museveni kuwania urais kwa kuondoa kikomo cha umri wa kuwania nafasi hiyo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.